Kwa ni mapinduzi. Yesu anakuja aliyetabiriwa kwa ajili ya roho moja inakwenda jehanamu, ili ainusuru roho ya kwenda kwa jehanamu. Na mimi na wewe tuliumba kwa mfano wake, wanafunzi wake. Natambua kwa usahihi gharama kubwa ya ukombozi wa mwanadamu, kwamba huyu mtu alimfia Yesu msalabani, kwamba Bwana msamehe fulani bado hajaokoka, bado hajafikiwa. Wakati Mungu anaona dhambi zinapanda, anataka kuipiga dunia, Yesu anasema, Bwana subiri, nina agenda hii na hii na hii. Wewe ni mwanafunzi, unahitaji kujua namna gani kwenda mbele za Mungu, kwa kuwa pumzi yako ni taa ya Bwana, inawaka inaangaza. Roho yako ni taa ya Bwana. Unapotubu dhambi namna hiyo, unapookoka, roho yako inawashwa kama taa inaweza kumulika, kwa inaangaza kila kitu ndani yako. Alafu mbingu sasa kupitia wewe una uwezo wa kuwasiliana na Mungu moja kwa moja. Maombi yako ni njia kubwa nambari moja kuongea na Mungu. Kwa unaanza kuongea na Mungu kwa habari ya haja ulionayo na ajenda ulionayo. Hatuko hapa kwa hasara, tuko hapa kwa faida. Tunategemea kwenye kongamano hili, unaporudi nyumbani urudi umeenea, urudi umeshiba, urudi una nguvu za kiroho. Yaani natembea jitu ritisharo, jitu la miraba minne. Tukikuangalia anakuwa na simple, lakini ukasema mtu wa kawaida. Kuna watu wanaitwa kina Danieli, akina Abednego, akina Shadraka na Meshaki. Wanasema hatutajitia unajisi kwa vyakula vya mfalme. Ni vijana wadogo wanajitambua. Wameitwa katika hali hiyo, wanakwenda kwenye gereza la Babeli. Yaani nchi kama gereza, wameenda kule kwenye gereza. Wala tuko ndani ya gereza hili, lakini hatutajitia unajisi kwa vyakula vya mfalme. Vijana watanashati, wazuri wa sura, wamejaa rohoni, wanampenda Mungu, wanamjua Mungu, wanajua anachokifanya. Nataka uwe wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uwe wewe ambaye utasimama na jitambua kwamba Tanzania yote kwa mbele yangu inanihitaji mimi. Tanzania inahitaji mtu mwenye majibu. Tanzania inahitaji mtu atakayesimama na akaieleza na ikasikia. Haleluya, haleluya. Tunahitaji wanafunzi ambao ni wafuasi, wako chini ya Yesu Masihi, kwamba Bwana sikuachi. Na kushukuru umenisaidia, nimetoka shule ya msingi, nimekuja sekondari, nimekuja chuo, nimeingia kazini, huku nako na kwenda na wewe. Ulinisaidia kule na hapa, utanisaidia. Haleluya, haleluya. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Anahitaji mtu anayejitambua. Kuna mambo fulani yanatendeka tu, afu mbingu zinauliza tumtume nani? Nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Mbingu zinahitaji mtu atakaye kwa ajili yao. Ndio maana ya kuwaleta watu kwa Yesu. Ndio maana ya kufanya kuwa mwanafunzi. Hatufanyiki wanafunzi kwa ajili ya kujiburudisha. Tunafanya wanafunzi, tunaingia kazini, tunavaa magwanda, tunakwenda sambamba. Alafu siku zako zinakuwa nyingi, zinaongezeka. Kama ilikuwa ufe kesho kutwa hautakufa, anaongezea siku za kuishi. Unayo agenda ya kimbingu umeibeba. Uponyaji unakuwa juu yako. Mungu anakuonekania kila wakati. Atakusaidia yale ambayo hayawezekani. Haleluya, haleluya. Simama kwa miguu yako.